Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali Mheshimiwa Halima Mdee amemwomba mkuu wa wilaya Chunya Mbarali Alhaji Badenga kufuatilia mwenendo wa kesi ya uharibifu wa miundombinu ya umeme katika shule ya msingi Amani uliofanywa takribani miezi 13 nyuma na kupelekea baadhi ya fedha kubadilishwa matumizi kinyume na miongozo ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Mdee ametoa rai hiyo baada ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Tamimu Kambona kutoa ufafanuzi wa kwa nini kimechochea taka kutengeneza chini ya kiwango ili hadi fedha za kutosha hazinatolewa. Katika majibu yake Kambona amesema fedha ya kichomea taka ililetwa, lakini kiasi kadhaa ilichukuliwa na kukarabati miundombinu ya umeme ambayo iliibiwa katika shule hiyo, na licha kesi kufunguliwa lakini bado mwafaka hujapatikana na ni takribani miezi 13 mpaka sasa. Kuchukuliwa kwa kiasi hicho cha fedha kwa ajili ya miundombinu katika shule iliyotengwa kujengwa kuchomea taka ndivyo sababu inayopelekea kijengwe chini ya kiwango, maana fedha yake ilikuwa haitoshi. Mdee ameyasema hayo Machi 21, 2025 wilayani Chunya wakati akiongoza wajumbe wa kamati hiyo kukagua na kupokea taarifa matumizi ya fedha katika utekelezaji wa miradi mitatu ikiwemo jengo la halmashauri, nyumba ya mkurugenzi na ujenzi wa shule ya msingi Amani iliyoko kata ya Makongorosi. Aidha amesema si vyema halmashauri kufuatilia hoja hizo kwa kuwa siri ya hoja hizo hujitokeza pale wahusika wanapokiuka taratibu na miongozo ya matumizi ya fedha kwa mujibu wa sheria. Badala yake wajikite katika ufanyaji kazi mzuri utakaoondoa hoja za kiukaguzi na kuendeleza kupambana zaidi. Hata hivyo amesema wajumbe wa kamati wametoa maelekezo kwa halmashauri ya Chunya kuhakikisha kabla tarehe 31 Disemba 2025 kichomea taka kiwe kimejengwa upya kwa mujibu wa ramani na miongozo ya TAMISEMI, na taarifa ya ukamilishwaji iwasilishe kwa CAG kabla tarehe 10 Januari mwaka 2026.